Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 4, Yesu alipanda mbegu za neno la uzima. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mathayo 4:4. Asante Baba kwa upendo wako. Asante kwa kutuamsha salama. Asante kwa asubuhi njema iliyokupendeza sisi kuyasikiliza yaliyo maandiko yako matakatifu. Kuwa pamoja nasi, tuongoze kuyaishi vyema. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Masomo ya mafundisho ya Yesu na ya mahubiri yake yalikuwa neno la Mungu. Alipambana na waliomuuliza maswali kwa neno la wazi. Imeandikwa, maandiko yasemaje? Wasomaje? Katika kila fursa, wakati shauku ilipoamshwa na rafiki ya maadui, alipanda mbegu ya neno. Yeye ambaye ni njia, kweli na uzima, yeye mwenyewe neno lililo hai, anaelekeza katika maandiko akisema, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Watumishi wa Kristo wanapaswa kufanya kazi ile ile katika siku zetu kama ilivyokuwa siku za kale. Kweli muhimu za neno la Mungu zinawekwa kando na badala yake zinawekwa nadharia za wanadamu na fikira zao. Wengi wanaojidai kuwa wachungaji wa Injili hawaikubali Biblia nzima kama neno lililovuviwa. Mwenye hekima mmoja huikataa sehemu moja na mwingine huionia mashaka sehemu nyingine. Huweka maamuzi yao kuwa ni bora kuliko neno, na maandiko yanayowafundisha yanategemea mamlaka yao wenyewe. Ukweli wake mtakatifu unaharibiwa. Hivyo mbegu za ukafiri zinazopandwa na kutawanywa popote. Kwa sababu hiyo watu wanachanganyikiwa na hawajui waamini lipi. Kuna imani nyingi ambazo mawazo hayapaswi kuridhia. Wakati wa Kristo, marabi waliweka kwa nguvu ubunifu usiofafanuliwa juu ya sehemu nyingi za maandiko, kwa sababu mafundisho dhahiri ya neno la Mungu yaliwahukumu tabia zao. Walijaribu kuharibu nguvu yake. Mambo yale yale yanafanywa leo. Neno la Mungu limefanywa lionekane fumbo na lenye kutatiza ili kutoa udhuru wa kuvunja sheria yake. Kristo alikemea desturi hizo katika siku zake. Alifundisha kwamba neno la Mungu lilipaswa lieleweke kwa watu wote. Alisonda kidole chake kwa maandiko kuwa yenye uwezo usioweza kukanushwa. Kadhalika na sisi yatupasa kufanya vivyo hivyo. Biblia lazima ifundishwe kama neno la Mungu Mwenyezi, kama mwisho wa mapambano yote, na kuwa ni msingi wa imani zote. Biblia imepata kunyang'anywa uwezo wake na matokeo yake kuonekana katika kushushwa kwa hali ya maisha ya kiroho. Wako wengi wanaomlilia Mungu aliye hai, wakiwa na hamu ya kuwako kwa Mungu. Dhamira kuu ya Kristo ilikuwa ni huruma ya Baba na neema tele za Mungu. Alifikiria sana juu ya utakatifu wa tabia yake na sheria yake. Alijieleza yeye mwenyewe kwa watu kama njia, kweli na uzima. Hebu hiyo ndiyo iwe dhamira ya watumishi wa Yesu. Wakilisha ukweli kama ulivyo katika Yesu. Fanya matakwa ya sheria na Injili yawe dhahiri. Waambie watu juu ya maisha ya Kristo ya kujitoa kafara na kujikana nafsi, juu ya unyenyekevu wake na kifo, juu ya ufufuo wake na kupaa kwake mbinguni,
juu ya kutuombea kwake katika hekalu la Mungu mbinguni na juu ya ahadi yake, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Yohana 14 mstari wa 3. Utasoma katika Lulu za Uzima ukurasa wa 16 hadi ukurasa wa 18. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 4. Yesu alipanda mbegu za neno la uzima. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili. Asante kwa kuwa umetuwezesha kuyasikiliza yale maandiko yako matakatifu. Tusaidie tukapate kuyaishi sawa na mapenzi yako. Baba, naomba baraka zako zikaambatane na wasikilizaji wote wa maandiko haya popote walipo, na hata sisi pia ambao tunayasoma na kuyasikiliza pia, tusaidie tuweze kuyaelewa na kuyaishi. Na baraka zako ziwe pamoja nasi katika siku ya leo kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu